Kwenye haya maisha ni muhimu sana kuwa na watu ambao hata nyakati ambazo tumepoteza matumaini, wao wanasimama na sisi. Mfano mzuri ni Petro akiwa gerezani, amepoteza matumaini, haoni kama anatoka. Anachokiona ni kifo. Yaani ni mtu ambaye haombi kwamba Bwana nisaidie unitoe kwenye hili gereza. Ni mtu ambaye amelala, amekata tamaa, amepoteza matumaini. Tunaona hata malaika alipoingia kwa ajili ya kumuokoa Petro gerezani, tunaona Petro alikuwa amekata tamaa, alikuwa amepoteza matumaini, amelala. Ndio malaika wa Bwana akampiga ubavuni, akamwamsha, akamwambia amka. Petro haamini anachokiona, mpaka anafanikiwa kutoka, haamini anachokiona. Lakini sababu ya Petro kutoka haikuwa Petro mwenyewe, bali ilikuwa ni neema ya Mungu kupitia maombi ya watumishi wa Mungu ambao walisimama kumwombea Petro. Maana yake ni kwamba baada ya kanisa kuona kwamba Yakobo amekatwa kichwa, kwa sababu Yakobo alikamatwa mara ya kwanza akaingizwa gerezani. Tunaona Yakobo haombi, tunaonyeshwa pia kwamba kanisa halikuomba, lilikaa kimya. Yakobo akakatwa kichwa, lakini alipokamatwa Petro, kanisa likajua kitu ambacho kilitokea kwa Yakobo ndicho kitu ambacho pia kinaenda kutokea kwa Petro. Ndio maana kanisa halikunyamaza kimya, likamlilia Mungu. Tunataka mtu wetu atoke, tunataka mtumishi wako atoke. Mungu mtoe kwenye hilo gereza. Bwana mtoe kwenye hilo gereza. Wewe ni Mungu mwenye nguvu uliyemuweza. Wewe ni Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Wewe unaweza mambo yote. Kwa hiyo kanisa halikunyamaza kimya, likamlilia Mungu mpaka Mungu akatuma msaada, akatuma malaika kumtoa Petro kwenye gereza. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kumbe ni muhimu sana kuwa na watu ambao hata ukipoteza tumaini huwezi kuomba, mambo yako yameharibika, biashara zimevurugika, hauna kazi, haujui ufanye nini, kuwa na watu ambao bado watakuamini hata kama hawatajitokeza hadharani kuonyesha kwamba wako pamoja na wewe, lakini watapiga magoti kumwambia Mungu liye hai, tunaomba kwa ajili ya mtumishi wako, tunaomba kwa ajili ya mtu fulani. Bwana umtoe kwenye hicho kifungo, Bwana umtoe kwenye hilo gereza, Bwana umtoe kwenye hilo jambo, Bwana umvushe kwenye eneo hilo. Ni muhimu sana kuwa na watu ambao badala ya kuchochea vita yako watakuwa wanapigana kwa niaba yako, au wanapigana pamoja na wewe, wanaungana na wewe kupigana kwa ajili yako. Ni muhimu sana kuwa na hao watu, kwa sababu maisha haya kuna nyakati ambazo tunapoteza matumaini, hatuoni mbele, hatuoni nyuma, hatuoni jambo lolote, hatujui tufanye nini. Kwa hiyo ikitokea moment kama hiyo kwenye maisha, kama hauna watu ambao wanaweza kusimama na wewe kwenye hiyo nyakati, maana yake kitu ambacho kilimtokea Yakobo ndio kitu ambacho kitakotokea pia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa bahati mbaya sana ni kwamba hata makanisani unaweza ukawa unapitia vita, unapitia magumu, unapitia changamoto, lakini badala ya watumishi wa Mungu au waamini wenzao